Je, kuna tatizo gani kwenye picha hii? Mjenzi wa nyumba tunaendelea kuchambulia kimoja baada ya kingine. Tulianza, tupo na tutaendelea. Kuna tatizo gani kwenye picha hii? Kwa mtazamo haraka haraka, muundo unaonekana wa kawaida, lakini tazama kwa makini zaidi. Sehemu ya muunganiko kati ya bolt. Nikizungumzia bolt na maanisha beam. Bolt ni neno la Kiswahili, tena Kiswahili cha Tanzania. Beam ni neno la Kiingereza. Kwa hiyo nikitamka neno bolt na nikitamka neno beam, maana yangu ni moja kwenye hii video. Narudia tena. Kwanza, sehemu ya muunganiko kati ya bolt na nguzo. Nguzo najua inaeleweka, ni Kiswahili. Kwa Kiingereza nguzo ni column. Kwa hiyo muunganiko kati ya bolt na nguzo ina nyufa zinazoonekana na mashimo ya zege. Haya tumezoea kuitwa honeycombing. Hayo mashimo hayo. Hii ni moja ya maeneo nyeti zaidi katika jengo lolote la zege. Hii zege kifupi cha kwenye kazi yote ya zege wanaita RCC. Muunganiko wa bolt na nguzo hupitisha mizigo kutoka kwenye sakafu na bolt kwenda kwenye msingi. Eneo hili likishindwa, uimara wa jengo lote huwa hatarini. Kwa hiyo hapo jengo hilo lipo hatarini. Tuambie kwenye maoni yako, ni sababu zipi zinaweza kusababisha tatizo hili? Jaribu kupima uelewa wako wa kazi za site. Yaani wewe unayenisikiliza hapa na unayetazama hapa, jaribu kupima. Ngoja niambie ufafanuzi zaidi. Matatizo yanayoonekana: nyufa kwenye muunganiko wa bolti na nguzo huashiria mkusanyiko wa msongo au mshikamano duni au neno dhaifu. Duni na dhaifu vipi vinaendana kwenye video hii, kati ya bolti na nguzo. Jingine, uwekaji mbovu wa nondo, reinforcement. Nondo zilizo wazi au zisizoingia vizuri hupunguza uimara na maisha ya jengo. Honeycombing kwenye zege, uso wenye matundu kutokana na mtikisiko hafifu au mchanganyiko mbaya wa zege hupunguza uwezo wa kubeba mizigo na kuruhusu maji kupenya. Sasa maji yanapopenya, hii ni hatari sana, kwa sababu inaanza kusababisha kuoza kwa beam na column. Sababu zinazoweza kutokea. Sababu zinazoweza au zinazowezekana. Sawa, sababu zinazowezekana. Moja, kuto kutishwa vizuri kwa zege wakati wa kumwaga. Kuto kutikishwa vizuri kwa zege wakati wa kumwaga. Wakati wa kushindilia pale uwezekano wa kushindia vizuri. Hizo ndio chanzo cha hizo sababu. Sababu nyingine ya pili, udhibiti duni au udhibiti dhaifu wa ubora wa mchanganyiko wa zege, na maana ile ratio inayokuwa chini ya kiwango. Sababu nyingine ya tatu, uwekaji usio sahihi wa nondo. Inawezekana wale nondo hawakufunga katika mfumo au mpangilio sahihi unaotakiwa. Sababu nyingine ya nne, ukosefu wa usimamizi wakati wa kumwaga zege. Hilo ndio tatizo kubwa linalosababisha kuliko yote. Shughuli yoyote unapokuwa umekosekana msimamizi, basi matatizo kama haya yanaweza kutokea. Madhara baada ya kuwa hilo tatizo sasa limetokea. Hilo tunazungumzia madhara hilo tatizo. Moja, kupungua kwa uimara na usalama wa jengo. Kwa hilo jengo halipo imara na pia limepunguza usalama wake. Vyote ni tatizo kwa ujumla. Madhara ya pili, hatari ya kutu kwenye nondo. Jengo linapokuwa limepata kutu au nondo zinapopata kutu, likipata sehemu moja tu inaona kwenye picha, basi jengo lote litapata kutu, kwa sababu jengo lote, nguzo na nondo zinakuwa zimeungana. Kwa hiyo kutokea sehemu hapo, kutu inaweza kusafiri jengo zima na nondo zikashambuliwa, kujikuta baada ya miaka 5, 10, hata kama ni zaidi ya 20 likaanguka kwa sababu ya kuliwa nondo na kutu. Madhara ya tatu, matatizo ya kudumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo tatizo kama hilo linaweza likadumu kwa muda wa miaka mingi. Pakawa pana tatizo.
Madhara ya 4, gharama kubwa za matengenezo na ukarabati. Hapo sasa litategemeana na tatizo lenyewe lilipotokea ndani ya jengo, ila sehemu kama ilipo hapo inaweza kutengenezwa na ukarabati, lakini sasa gharama inayotumika sasa ni kubwa. Ila panaweza pakatengenezwa vizuri bila kubomoa, lakini gharama yake itakuwa kubwa. Ila ukisema bomoa jengo zima, basi ni gharama kubwa zaidi kuliko ya ukarabati. Njia za kuzuia. Hizi njia za kuzuia ni ili lisitokee, yani umeshafanya kazi yako vizuri kabla hajatokea hilo tatizo. Njia zake za kuzuia nini? 1, tumia mchanganyiko sahihi wa zege na utikisaji wa kutosha. Mchanganyiko sahihi, grade sahihi, utikisaji wa kutosha, ushindiriaji wa kutosha. Kama na kwa wale unapokuwa unatumia ile vibrator ile epoka vibrator, basi hakikisha unaishindiria vizuri. 2, njia za kuzuia ya pili, hakikisha usimamizi wa karibu wakati wa kumwaga zege. Msimamizi unayekuna simamia uliokamata site, hakikisha unasimamia vijana wako waweze kufanya kazi vizuri na kwa kiwango kinachotakiwa. Weka nondo kwa usahihi na funika kwa kiwango kinachotakiwa. Hili linajieleza vizuri. Kiweka nondo, zege likiweka kiwango kinachotakiwa, kila kitu kinafunikwa vizuri. Sababu njia nyingine ya 4, tumia vifaa bora na fuata viwango vya ujenzi. Tumia vifaa bora kutumia kwenye hiyo kazi ya zege. Alafu lazima ufuate vile viwango vinavyotakiwa kwenye ujenzi na aina ya jengo lako na matumizi yake. Kwa elimu zaidi ya ujenzi na ramani za kisasa, wasiliana na Mjenzi wa Nyumba TZ. Elimu zaidi na ujenzi na ramani za kisasa, wasiliana na Mjenzi wa Nyumba TZ kwa simu namba 07 12 93 70 90. Hii ni simu ya kawaida, unaweza kunipigia simu ya kawaida au kanitumia message ya kawaida. Pia kuna WhatsApp na Telegram ni 07 65 93 70 90. Pia unaweza kunitafuta kwenye email. Email yangu ni info@mjenziwanyumbatz.com. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare account hii ya Mjenzi wa Nyumba ili kila mtu aweze kujifunza na kupata elimu nyingi vizuri zaidi na zaidi. Shukrani sana na asante sana kwa kunisikiliza.